kinahusisha safari za Yesu. Ni kisa ambacho kinahusisha safari za Yesu, na kisa hiki kitatupeleka kuchukua masomo tutakayoweza kuyatumia kwenye utume. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwakumbusheni tu ya kwamba kanisa letu, mpango wa kanisa kwa mwaka huu 2026 kuanzia ngazi ya ECD, division yetu ya East and Central Division, mpango ni kudabo membership. Huo ndio mpango uliopo sasa. Ili tufikie mpango huu ni lazima tujikite, tuzame kutekeleza mpango huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni lazima kila mmoja ahusike. Haleluya. Ili tudabo, kama hapa tuna washiriki wangapi? Hapa kanisani tuna washiriki wangapi? Union yetu ya Kusini ina washiriki 1,40,360. 2,80,600 kitu kama hiyo. Ndio idadi ya washiriki wetu katika Union ya Kusini. Ya Kaskazini mimi sijui. Sasa utakapoishi kuwa tumetimiza mpango wa miaka hii mitano, ni lazima tuwe tumefikia idadi mara 2 ya hiyo. Ili idadi hiyo ifikiwe, ni lazima kila conference na field idabo washiriki wake, na ili conference idabo washiriki wake, ni lazima kila kanisa lidabo washiriki wake. Kama hapa mtakuja tuna washiriki 100, tunategemea baada ya muhula huu kuisha tuwe tumefika washiriki 200. Sasa tutafikaje kiwango hicho? Ndipo tunapokuja kwenye mikakati ya kuhusika kikamilifu kwenye utume. Leo nimekuja na mada ambayo inasema namna ya kuwafanya kuwa wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Namna ya kuwafanya kuwa wanafunzi. Tunahamasishana kwamba tuwafanye watu kuwa wanafunzi, na hilo ndio agizo la utume katika Mathayo sura 28 mstari 18 na 19. Yesu anapowaita kundi lake, yaani wale mitume, anawaambia enendeni mkawafanye watu kuwa wanafunzi, mkiwafundisha kuyashika yote niliyoamuru. Sasa huo wito unaenda kwa kanisa lake. Wanafunzi wa Yesu leo ni sisi tulioitwa. Kwa hiyo baada ya kuitwa na Yesu pia anatupa hiyo kazi tukawaite wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hebu tuangalie kisa moja hapo katika kitabu kile cha Marko. Tasoma aya kadhaa. Kitabu cha Marko sura ile ya 5. Fungu letu tumesoma ile fungu la mstari ule wa 18. Inayosema naye alipokuwa akipanda chomboni. Ni nani huyo? Yesu. Wakati anapanda chomboni, yule aliyekuwa na pepo akamsihi kwamba awe pamoja naye. Lakini Biblia inasema kwamba Yesu hakumruhusu kwamba ambatane naye, ila akampa jukumu kwamba baki hapa katika nchi yenu ya Wagerasi, ila akampa jukumu. Sasa hebu turudi mwanzo, tumwangalie mtu huyu kwanza. Tuangalie kisa hiki mahala kinapoanza. Unaposoma mstari wa kwanza, inaanza kueleza safari ya Yesu akifika katika mipaka. Wakati amefika ng'ambo ya bahari, anashuka katika mipaka, na hiyo ilikuwa ni mipaka ya nchi ya Wagerasi. Anaingia katika nchi ya Wagerasi, na Biblia inatuambia kwamba mara anapofika katika nchi ya Wagerasi, Biblia ya kwako na ya kwangu inasema namna hii: wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Huyu ndio mtu ambaye tunakwenda kumwangalia katika siku ya leo. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru tena kwa wakati huu. Sema nasi, tufundishe neno lako. Roho wako Mtakatifu aliye mwalimu na kiongozi akawe katikati yetu, akitufunulia na kutufundisha neno lako, ili ya kwamba tukaishi vile utakavyo. Kwa jina lako Yesu tumeomba, amen.
Anasema na alipokwisha kushuka chomboni, ule mstari wa pili, mara akakutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Kisa kinaanza kumzungumzia mtu anayeshuka katika usafiri, na usafiri aliokuwa anatumia ni mashua. Anatoka katika bahari, anashuka, anaingia nchi kavu. Mara anapoingia nchi kavu, Biblia inasema kwamba aliposhuka. Unajua hapo usipofuatia vizuri unaweza kahisi alikuwa peke yake. Mstari wa kwanza anasema wakafika ng'ambo. Hakuwa peke yake. Kwa hiyo tunatambua Yesu alikuwa na kundi fulani. Wakafika ng'ambo ya bahari. Alafu mstari wa pili nasema na alipokwisha kushuka, ni mmoja anazungumziwa, yule kiongozi wa kundi. Unajua kuna wakati mwingine mnaweza mkawa kundi lakini akazungumziwa mtu mmoja anayewakilisha, ambaye anaonekana kuwa mhusika mkuu. Mara aliposhuka akakutana na mtu. Mbele anamuona mtu, na yule mtu alipomuona, Biblia inasema ya kwamba yule mtu alikuwa ana pepo mchafu. Ana pepo wachafu, na alikuwa akiishi makaburini. Mahali pa makazi yake palikuwa ni makaburini. Watu wa Mungu, ni desturi ya wengi sana, hasa vijijini. Yaani makaburini mahali ambapo huwa panaogopeka. Na watu wa Mungu, ukitaka ulale kwa amani, nenda kaburini usiku. Hata majambazi hawatafika. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanapaogopa, lakini ni mahali pa amani kwa watu wa Mungu. Maana wanajua ya kwamba walio hapa, waliolala hapa, waliofukiwa hapa, wamelala na habari yao haipo na kumbukumbu yao haipo. Katika Mhubiri 5 imeeleza hivyo. Sasa haya ndio yalikuwa makazi ya huyu mtu mwenye pepo. Alikaa milimani, alikaa makaburini na milimani. Sikiliza mstari wa 3 unaeleza makao yake vizuri. Makao yake yalikuwa pale kaburini, pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo. Sikiliza, iko jitihada iliyotumika. Si kwamba alivyokaa watu hawakumuona. Alikuwa akiishi makaburini na kwenye milima. Wakati fulani Luka pia ameeleza mazingira hayo ya milimani. Si kwamba hawakufanya jitihada ndugu zake, wana kijiji walifanya jitihada. Na jitihada walioifanya, Biblia inasema ya kwamba walifanya jitihada ya kumkamata mara kwa mara. Anawakimbia, wanamkamata, wanamfunga na minyororo, lakini anakata, anakimbia. Biblia inasema ya kwamba hakukuwa na kamba wala mnyororo iliyokuwa inaweza kumkamata, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu ya kuweza kumkamata. Unajua kama hujashuhudia watu wenye mapepo hauwezi kaelewa. Hauwezi kaelewa. Kama hujakutana na watu wenye pepo wachafu. Wakati niko shuleni mahara fulani, ndugu yangu mmoja ambaye alikiwalisia yeye mwenyewe pia alikuwa na nguvu na ujazo wa kutosha. Alikuwa anasumbuliwa na pepo, yeye anataja ni pepo mmoja. Alikuwa anaeleza anapokuja anakuwa na muonekano fulani, anatuambia ule muonekano atakapomvaa wanaoenda kumkamata walikuwa wako alikuwepo bwana mmoja alikuwa ni Msukuma. Wasukuma wamejaliwa kidogo sio dhaifu kama mimi hivi. Wanakwenda watu kadhaa wenye nguvu ndio waliokuwa wanakwenda kumkamata. Wakienda hovyo wanashindwa. Akianza kumkimbiza kule kwetu nyumbani mahali nilikokuwa nasomea, kuna mlima ambao unaweza kupanda kwa muda masaa 2.5 mpaka 3 unavyotembea. Ndio unafika juu. Akimkamata, akianza kupanda mlima, anajikuta yeye mwenyewe amefika huko ng'ambo, na anampeleka mahali pa kwenda kula chakula. Anaenda kwa hajui hata namna gani amelipa fedha, alafu baadaye likishamtoka ndio anakuja kujitambua. Amekula ameshiba, naona hana njaa, amekula ameshiba. Alafu ndio anaanza kurudi. Ninachozungumzia nini? Muonekano wa huyu mtu aliyekuwa na pepo wakati Yesu anaenda ulikuwa, unajua Yesu ni Mungu, na hivyo wakati anamuona huyu mtu alitambua ya kwamba sio mtu wa kawaida, ndani yake kuna kitu gani. Tasoma hapo mbele mahala fulani Yesu anamuuliza ya kwamba wewe ni nani? Si kwamba alikuwa hamjui. Paka Yesu anataka utambulisho wa yule mtu, si kwamba alikuwa mjui. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 4.
kwa sababu huyu mtu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Huyu mtu kwa kweli, hata watu wangeungana namna gani, hakuna aliyeweza kumkamata. Walishindwa, ndio maana wakamwacha akabaki. Hata wakituma migambo wa kijiji, sijui migambo, wanaenda kushindwa. Kama ni leo hata wanachukuliwa hapa Wajeda, huenda wangeshindwa. Wanajeshi wa wakati walikuwepo katika nchi, lakini walishindwa kumkamata. Kwa hiyo wakamwacha, akabaki akiishi katika mazingira hayo siku zote, usiku na mchana. Sikiliza, muda aliutumia kufanya nini? Siku zote, usiku na mchana, alikuwako makaburi na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Mwili wake ulionekana ukiwa una alama nyingi. Mwili wake ulionekana ukiwa umeharibika kwa sababu yanavyojipiga na jikatakata na mawe. Unajua waliozaliwa mjini, hata unaposema kujikata na mawe, wengine hata waelewi. Jioni nakata vipi? Hawaelewi. Ya tuliokaa vijijini na kwenye milima tunaelewa ya kwamba yako mawe ambayo unaweza kukata kama kisu. Kuna wakati mnahitaji kufanya kitu fulani, tuko kwenye michezo, mnahitaji kuangusha mgomba, hamna zana, mnachukua mawe, mna namna mnavyoyapasua, mnaanza kuangusha ule mgomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani kwa kitumia mawe kujikata, kazi yake ni kupiga kelele usiku na mchana. Huo ni muda aliutumia kufanya shughuli hiyo. Muda wako wewe unautumia kwa lipi? Muda wako wewe unautumia kwa jambo gani? Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine la kujiuliza, alipomuona Yesu, sikiliza, yule mtu mara alipomuona Yesu kwa mbali, akapiga mbio akamsujudia. Alipomuona Yesu kwa mbali, mara akakimbia. Alivyofika karibu na Yesu, akamsujudia. Sikiliza, Mathayo ameeleza hawa watu wawili. Wakati Yesu anafika hapa kwa Wagerasi, Mathayo anaeleza kama watu wawili waliokuwa ni wakali, hakuna hata mtu aliyeweza kuwasogea. Marko anasema mara huyu mtu alipomuona Yesu, alienda mwenyewe akasujudu. Mtu ambaye hakuna mtu aliyeweza hata kumsogea akiwa peke yake. Kwa nini anamwendea Yesu? Kwa nini anamwendea Yesu? Sikiliza. Mstari wa 7, akapiga kelele kwa sauti kuu akisema, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu, usinitese. Kwa sababu alimwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Sikiliza. Mapepo wanajua uwezo alio nao Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mashetani wanatambua uwezo wa Yesu. Na ndio maana mtu huyu, pamoja na kwamba amejaa idadi ya pepo wengi ambao wako ndani yake, lakini wanakwenda wote, pepo wanakwenda kusujudu mbele za Yesu. Anasema kwamba usinitese. Watu wa Mungu, hatuna haja ya kuogopa nguvu za giza. Unajua kuna wakati fulani tunakuwa na hayo mazingira ya kuogopa nguvu za giza. Yaani mtu akiona mambo ya kichawi vile, na hata uko kazini umekuta nikachupa kameanguka, siji kuna mtu alidondosha hapo, na hisi mama hapa mambo yameharibika. Nimeshaanza kuchezewa. Mambo yameenda mramo, nasema hapa tayari kuna mkono wa mtu. Sasa ngoja nitafute njia mbadala na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mashetani yanatambua uwezo alionao Mungu. Watu wa Mungu tunapaswa kutambua, kabla hatujasimama na kwenda kualika watu kwa Yesu, lazima tutambue uwezo alionao Yesu. Sikiliza, anapowatuma wanafunzi, kabla ya kuwatuma, anawaambia maneno haya, nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukitambua mamlaka, aliyetuagiza ana mamlaka gani? Unajua, ukiwa umebeba agizo, yani kiongozi anakuja hapa halmashauri, ametoka na agizo la rais, anakuja hapa ofisi ya za halmashauri hapa, amekuja na agizo kutoka kwa rais. Unajua anatembea, yani anakuwa kana kwamba ndio rais mwenyewe.
maana natambua aliyempa hilo agizo ni mkuu kuliko hawa anaoendea, ni mkuu kuliko wengine wote ndani ya nchi. Tukitambua uwezo aliotuakabidhi Yesu, uwezo alionao Yesu na ndio ametupatia sisi, hatutakuwa na hofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiza, napenda maneno ya Yesu anapoanza kuhojiana na yule mtu mwenye pepo. Na hapa huwa ninaposoma kisa hiki wakati fulani huwa najiuliza yale mahojiano. Na hapo huwa tunapaswa kuchukua angalizo hata tunapokemea mapepo. Unapokemea mtu mwenye pepo. Akamuuliza, mstari wa 9, Yesu akamuuliza, jina lako nani? Akajibu, jina langu ni Legion, kwa kuwa tu wengi. Luka 8 ametaja alipomuuliza mwandishi wa kitabu cha Luka, yeye aliandika kwamba alipomuuliza wewe nani, akasema mimi ni jeshi. Marko akasema kwamba alitumia neno la asili, akasema ni Legion, manake tu wengi. Lakini wengi kiasi gani? Luka yeye alitumia neno la jeshi. Legion iliyotumika hapa ni neno lililokuwa linaashiria kikosi cha jeshi chenye watu 1000. Kwa hiyo ina maana ya kwamba alipoulizwa wewe ni nani, akasema mimi ni Legion, maana tu wengi, maana yake idadi yetu huku ndani tuko watu 1000. Watu 1000 kwa mtu mmoja. Fikiria hiyo nguvu ilikuwa ni ya kiasi gani? Hata kama wangekusanyika watu 100 bado hawana uwezo. Yesu akamwambia, akamsihi sana. Sasa sikiliza, yule mtu mwenye pepo akamsihi sana asiwapeleke nje ya ile nchi. Na hapo mlimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Ila wakamsihi, wakamwambia, hebu usitupeleke mbali, tunalo ombi kwako, usitupeleke mbali, tuwaingie wale nguruwe. Sitaki kuingia kwenye hayo masomo ya haya mahojiano ya Yesu na yule mtu mwenye pepo. Ni kwamba Yesu alitambua ndani ya yule mtu hayuko peke yake, yuko na idadi fulani. Yesu alitambua, na hata wale mapepo walitambua ya kwamba Yesu ni nani, na ndio maana walienda mbele zake wakasujudu, wakasukuma ule mwili wa yule mtu kwenda kusujudu, maana alijua huyu ni Mungu. Unajua wakati fulani kwenye kuhojiana na mapepo, wakati fulani huwa unapaswa kuwa na mazingira, kuwa na uangalizi na mazingira. Unapokutana mtu wa Mungu umeitwa ukakemee mapepo kwa mtu, kuna mazingira, sio kila mtu utaweza kuhojiana na wale mapepo. Umetoka wapi? Wenzetu kule umetoka wapi? Hivi na hivi. Unajua siku moja wakati niko shuleni, ilikuwa siku mkuu wa shule amesafiri, siku amerudi. Tulikuwa na skendo kwamba mkuu wa shule na hizo nguvu mambo kama hayo. Siku amerudi, ilikuwa ni usiku, muda wa kama wa saa 4, saa 3, saa 4 hivi. Niko na rafiki yangu, tumetoka shule, tuko uwanjani, tuko tunapiga stori, tumeshachoka kusoma. Nikaja nikaitwa kwamba huku shuleni yametokea 1, 2, 3, watu wameanguka mapepo, watu zaidi ya 10. Na sijini kwani walikuwa ni wadada watu, hakuna mwanaume hata mmoja. Kwa hiyo nilipofika nikuta sawa na kusanywa, kawaambia ingizeni bwenini. Wengine walivyokamatwa na mapepo wakawa wanakimbilia makaburini, wakakamatwa wote, wakawekwa ofisini, wakawekwa kwenye ile bweni. Nikaunda timu ya watu kadhaa, tukaingia kufanya maombi. Sasa ninachotaka kuzungumza ni nini? Wakati niko namwombea mtu mmoja mwenye pepo ambaye alionekana wengi, kila anayeenda kuweka mikono juu yake anamwacha hivyo hivyo, ikabidi mimi nimeweza kwa wengine niende kwake. Wakati niko nafanya mahojiano naye, sisemi nilimuji nini. Sasa wakati kufanya mahojiano naye, mwisho wa siku akasema kwamba hauniwezi. Unajua niliishiwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliishiwa nguvu. Ndipo baadaye nikasikia sauti rohoni, itisha wimbo.
Nikawaambia watu nyamazeni, wasogezeni hapa, wale ambao bado wasogezeni hapa. Tukapiga wimbo wa Kitabuni, wimbo namba 22. Tulivyopiga wimbo, wakati tunaendelea kuimba ndio akapiga kelele sana. Tunavyomaliza kuimba wimbo, wote wamekata. Baadaye sasa sana. Kwa kuna mazingira ya kuweza kuja. Mpaka leo ninajua nini ambacho nilikuwa naojea naye ambacho kilinipa udhaifu na kikampa yeye nguvu ya kusema hauniwezi. Sasa kwenye kisa chetu, huyu mtu aliporuhusiwa, wale pepo waliporuhusiwa kumtoka, wakaenda wakaingia wale nguruwe wapatao 2000, wakaenda wote wakakimbia gengeni, wakazama baharini, wakafa. Wale wachungaji wakasema, ameua nguruwe wetu 2000. Wewe ni mradi kiasi gani? Watu wa Mungu, mnajua bei za nguruwe kwa wakati ule? Sijui kwa wakati ule walikuwa wanauza vipi. Ni mradi mkubwa wa kijiji wa hiyo nchi. Sasa huyu mtu amepoteza mradi, wakabidi wakimbie wana kijiji, wale wachungaji, kwenda kuwaambia watu yaliyotokea. Sikiliza, hawa wachungaji wanapoenda kuwaita watu waje kwa Yesu, wanaenda kuambia mambo yaliyotokea aliyoyafanya Yesu. Hivyo hawa wachungaji wanakuwa wainjilisti wa kwanza katika nchi ya Wagerasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanawaletaje kwa watu kwa Yesu? Walienda kuwaletaje? Sikiliza, walichoenda kuambia kwamba kuna mtu amefanya 1, 2, 3, tumemshuhudia, twendeni mkamuone. Watu, Biblia inasema ya kwamba wakakusanyika karibu mji wote. Japo wako waliokataa, kuna baadhi anasema kwamba wako ambao hawakwenda, ila walio wengi wakakusanyika wakaenda. Nini kilichowafanya waende? Habari walizozisikia kuhusiana na huyu mtu. Pointi ya kwanza, namna ya kuwafanya kuwa wanafunzi. Tuwaeleze watu habari za Yesu. Ni mambo gani ametufanyia? Ni mambo mangapi amekufanyia? Waambie watu hayo, ya kwamba huyu Yesu ninayemwabudu ni Mungu aliye hai, amenifanyia haya na haya. Wanapotazama, wanaposikia aliyokufanyia, watasema hakika huyu ndiye Mungu aliye hai, na huyu ndio tunayepaswa kumfuata. Kwa hiyo kabla ya kuanza kusoma, unajua watu wengi tumekuwa na visingizio. Unajua sijasoma unabii, yani Ufunuo 13 inanihangaisha kwa kweli. Bado alama ya mnyama haitakaa vizuri. Siku 2300 bado sijaelewa kuzigawagawa. Unajua eti mpaka nisome niwe na uwezo, nikisimama niwe hata na uwezo wa kutaja hata sura 3 mfululizo. Wakati tuko kwenye kambi fulani, alikuwepo binti mmoja ambaye ndio ametoka kwenye PF, ameingia kwa hapo katikati kwa miaka 18 hivi. Ndio mwanzo nimeingia kwenye imani. Yule binti alisimama na kuanza kutaja sura, akaanza kitabu cha Mathayo. Sura ya kwanza yote kaimaliza. Nilibaki nimekaa hivi. Nimetoka lokoleni na fujo zetu, lakini sijaona mambo kama hiyo. Akaja sura ya pili, kaipiga yote, anaenda sura ya 3 ndio akamkatisha. Sasa ina maana wewe kwa unaweza kutaja sura 3? Baadaye sasa kuna wengine wanasema eti mpaka niwe na uwezo nikalili mafungu mengi kichwani, vitabu vya roho nabii vikae hapa, niwe na magombo, yani kie kusema magombo hapa yaweko huko, eti ndio niingie kushuhudia. Eti nisome kwanza unabii wa Danieli sura ya 7 niuchanganue vizuri, habari ya pembe ndogo nielewe vizuri ndio niende. Hapana. Njia nzuri, waambie habari za Yesu ulizofunuliwa kwazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu baada ya kupona, baada ya Yesu kumponya, na wale watu wamekuja kushuhudia pale, wakamwambia sasa, bwana mdogo, hebu sikiliza. Kwani umefanya mambo ya ajabu sana. Hata tunashangaa wewe ni mtu wa namna gani. Huyu mtu kijiji kama ni hapa kwetu tumemshindwa, lakini wewe peke yako umemuweza. Wewe sijui ni mtu wa namna gani. Lakini sasa tunachojiuliza, ule mradi wetu, mifugo 2000 wamepotea baharini. Hivyo kwa sababu hiyo hatukutaki. Biblia inasema ya kwamba, sikiliza, anasema wakamwendea Yesu, wakamwona yule mwenye pepo ameketi, amevaa nguo, ana akili zake, naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi. Wakaogopa. Wale waliokuwa wamemwona waliwaeleza ni mambo gani
yaliyompata yule mwenye pepo na habari za nguruwe, wakaanza kumsihi aondoke mpakani mwao. Akamwambia, pamoja na hayo yote, ule mradi wetu umeupoteza, ondoka mpakani kwetu. Yesu wakati anaondoka, sikiliza, kiini cha somo letu liko hapa. Maana napenda maneno ya huyu mtu aliyeponywa katika ule mstari wa 17 mstari wa 18. Naye alipokuwa akipanda chomboni, Yesu alikuja kwa chombo, anarudi sasa anaishia pale pale mpakani, anabidi apande chombo tena kurudi alikotoka. Naye alipokuwa akipanda chomboni, yule aliyekuwa na pepo akamsihi ya kwamba awe pamoja naye, lakini mstari wa 19, lakini hakumruhusu, bali alimwambia, sikiza maneno aliyomwambia, enenda zako nyumbani kwako, kwa watu wa kwenu, kawahubiri. Kawahubiri nini? Sikia, kawahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokurehemu. Huu ndio ujumbe unaopasa kwenda kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio lazima uweze kuanza kuelezea kitabu cha Pambano Kuu chote mwanzo mpaka mwisho, yaani ukianza mada ya kwanza mpaka ya mwisho. Eleza yale Yesu aliyokutendea. Wakati fulani tunashindwa kumweleza Yesu kupitia maisha yetu kwa sababu muonekano wetu haumtangazi. Hatua aliyoifanya huyu, hakung'ang'ania kwamba nitamani nifuatane na maana umenisaidia. Lakini sikia wito wake. Baada ya kupewa wito, nini alichojibu? Mstari wa 20, akaenda zake akaanza kuhubiri. Akahubiri kuanzia wapi? Katika Dekapoli. Akahubiri katika Dekapoli. Dekapoli it means 10 cities. Ilikuwa inamaanisha miji 10. Ndio ilichukuliwa neno Dekapoli. Kwa hiyo akahubiri katika miji 10. Sikiliza, maneno ni machache tu aliyohubiri. Ni haya hapa. Akahubiri ni mambo gani makuu Yesu aliyomtendea, na watu wote wakastaajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alihubiri unabii gani hapa? Alifungua ufunuo upi hapa? Wapi alipofungua unabii? Wapi ambapo alianza kuporomosha sura za Biblia? Alipoanza kueleza magombo ya Isaya, wapi? Wapi alianza kueleza habari ya majuma 70? Kwa hiyo haiwezi kuwa sababu ya kutoenda kushuhudia. Alifundisha na kuhubiri mambo gani aliyomtendea Yesu na jinsi alivyomrehemu. Tumepewa rehema ya bure. Nenda kawaambie watu Yesu anarehemu bure. Hemu tazama, mimi na alikuwa katika dhambi, lakini Yesu amenirehemu. Tena bure, bila gharama yoyote. Hakuna gharama yoyote umelipa. Hakuna kiasi yoyote ya fedha umetoa ili kupewa rehema ya maovu yako. Na wakati mwingine hata wakati huu bado, wakati wewe unaendelea kuanguka, lakini bado anarehemu. Na wako wanaoamini kwamba unajua, kumbe ukishaokoka inabidi usiwe, hautaki kutenda, hauwezi kuanguka tena. Ukiokoka umeokoka mazima. Nenda kawafundishe. Wakati fulani wajua, hata Waadventista Sabato wengi huwa tunashinda kusema kwamba eti sisi ni watu tusiookoka. Yaani tunasema kwamba sisi ni walokole, ni wale kule, sisi sio walokole. Bwana Yesu asifiwe sana. Eti kitabu cha Luka nasema kwamba atakayevumilia mpaka mwisho ndio atakayeokoka. Kwa hiyo sasa, wewe hujaokoka, umefanya nini? Uko ndani ya wokovu. Waambie mahali sahihi pa kuokoka ni hapa. Uko ni ulokole feki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwaite watu mahali penye wokovu sahihi. Uko ndani ya wokovu. Unachosubiria ni utimilifu wa huo wokovu. Akahubiri mambo aliyemtendea Bwana. Napenda nimalizie aya hii katika Yesu kuwaita mitume wake, namna Yesu alivyowaita wale wanafunzi wake, katika kitabu cha Yohana sura ile ya 1 mstari ule wa Yohana, kitabu kile ni cha Injili ya Yohana, mstari ule wa 29, Biblia inasema maneno haya: siku ya pili yake alimwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba
yuaja nyuma yangu, ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ya Yohana Mbatizaji akiwa na wanafunzi wake. Aliwaambia hivyo ya kwamba alipomwona Yesu akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyenena habari zake. Napenda hatua ya baadhi ya wanafunzi wa Yohana walioichukua baada ya kusikia hayo maneno. Katika mstari wa 35, tena siku ya pili yake Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili kati ya wanafunzi wake. Akamtazama Yesu akitembea, akasema tena, tazama mwana kondoo wa Mungu. Siku nyingine tena amemwona Yesu akiwa na Yohana, yuko na wanafunzi wake wawili. Miongoni mwao alikuwa hapo Andrea. Alipomwona akamwambia, hebu tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu, kama alivyowaambia hapo awali. Napenda hatua walioichukua. Iwe ni hatua ambayo wewe pia unapaswa kuichukua. Mstari wa 37, wale wanafunzi wawili wakamsikia akinena, wakamfuata Yesu. Walipomsikia mwalimu wao Yohana akinena habari za Yesu, wakamfuata. Walimfuata baada ya kusikia habari zake kupitia kwa mwalimu wao ambao ni Yohana. Sikia, katika ule mstari wa 38 anasema, Yesu aligeuka akawaona wakimfuata, akawaambia, mnatafuta nini? Wakamwambia, Rabi, maana yake mwalimu, unakaa wapi? Akawaambia, njoni nanyi mtaona. Wakaenda wakaona akaapo, wakakaa kwake siku ile, nayo ilikuwa yapata saa 10. Mstari wa 40, Andrea nduguye Simoni alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana wakamfuata. Waliposikia wakamfuata Yesu, akasema, unajua tunataka tujue vizuri. Wakamfuata ili wajue vizuri habari zake. Kama uliposikia wito wakati ungali huko mahala unakojua wewe, ukasikia habari za ujumbe wa kweli, ukasikia ujumbe wa malaika watatu, ukasema nataka niujue vizuri, ukaja ndani na umeendelea kujifunza na kuujua. Sasa kinachotakiwa ni hiki ambacho Andrea alikifanya baada ya kumfuata na kujua. Mstari wa 41, huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe, akamwambia, tumemwona Masihi, maana yake Kristo. Akampeleka kwa Yesu, naye Yesu akamtazama, akampeleka kwa Yesu. Maneno aliyotumia Andrea kumwalika ndugu yake kumpeleka kwa Yesu, alimwambia tumemwona. Tumemwona nani? Kristo. Tumemwona Masihi, maana yake Kristo. Njoo umuone. Bwana Yesu asifiwe. Vile umemfahamu Yesu, hivyo ulivyomfahamu Yesu, mpeleke kwa watu wasiomfahamu. Kawaambie vile unamfahamu, vile umemwona, vile umeona matendo yake. Ushuhuda unaotoa hapa mbele ya kanisa, kautoe kwa watu vile Yesu amekutendea, nao watamfuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda mtu mmoja, Filipo ni miongoni mwa watu ambao waliitwa kwa jitihada ni ya Mungu mwenyewe. Wako watu wanaoingia ndani ya kanisa si kwa jitihada zetu. Hakuweza kupelekewa kijizu, hakwenda kufundishwa, lakini kuna namna ambavyo anajua yeye alivyokutana na Mungu, anajikuta yuko ndani ya kanisa. Na ukisikia habari zake, namna alivyojikuta ameingia, unajua huyu ni Mungu mwenyewe ndiye aliyemuongoza. Kaendelea kusoma hapo mbele, Yesu wakati anatembea akamwona Filipo, akamwambia nifuate. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Filipo naye alipoitwa, naye anakutana na Nathanieli, anamwambia nimemuona Masihi, nimemuona Rabi, mwalimu, nimemuona Kristo, nimemuona, njoo umuone. Naye anamwita Nathanieli, anaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini tunachohitaji kujifunza ili tutimize agizo la utume? Kila mmoja anapasa ushuhuda alio nao wa Yesu ndio akawaeleze watu. Vile unavyomfahamu Yesu, kawaambie watu hivyo. Maisha yako yamtangaze Yesu.
kazi yako, mahala popote, maneno yako, unapozungumza, unapotenda matendo yako, watu watazamapo familia yako, wakutazamapo wewe, mienendo yako, waseme hakika huyu ni Mkristo, maana yake ni wa Kristo. Kama wanafunzi walivyoitwa hapo awali, waliitwa kwanza wa Kristo. Huko nadhani ni Korintho, kitu kama hiyo. Waliitwa kwanza huko wa Kristo, maana yake ni wa yule Kristo. Maana walipowaona watu wa kule wakasema hawa wanafanana na Kristo, wanafanana na yule aliyeitwa Kristo. Kwa hiyo hawa ni wa yule Kristo, yaani wakaitwa wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumhubiri Yesu tuliye naye moyoni. Tusianze kumtafuta Yesu ambaye wengine wanamjua, wewe haumjui. Usianze kumhubiri Yesu ambaye matendo ambaye ameyafanya kwa mtu mwingine ndio naona baba, wewe hujamuona kwa namna hiyo. Inatosha vile ulivyomfahamu kumhubiri hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliosoma mwongozo wa kujifunza Biblia, yani lesoni, ningependa nichukue nukuu moja. Kuna siku ya nadhani siku ya Alhamisi kuna kitu fulani nimekipenda hapo. Ningependa nikinukuu kinachoendana na somo langu. Waliosoma mwongozo wa kujifunza Biblia watu wazima, ilikuwa ni siku ya Jumatatu, ambacho kulikuwa na mada inayosema mwanga katika ulimwengu wa giza. Kuna nukuu moja hapo nataka niisome ili ambatanishwe na mada yangu ya leo. Anasema kadri, nitaanza hapo. Katika siku za usiku wa giza, mbali na mng'ao wa miji na taa za barabarani na nyota nyingi zinazoonekana wazi na zinazoonekana kung'aa zaidi, ni tofauti ni utofauti uletao tofauti. Sikiliza. Kadri anga inavyozidi kuwa jeusi, yani kadri usiku unavyoingia, ndivyo nyota zinavyoonekana wazi zaidi, maana hazionekani mchana kwa sababu ya jua. Kadri giza inavyoonekana, ndivyo nyota zinavyong'aa. Ndivyo anasema ya kwamba ndivyo ilivyo kwa ushuhuda wetu. Kadri giza la maadili linavyozidi kuikumba dunia, ndivyo kunavyokuwa na tofauti kubwa kati ya maisha ya wafuasi wa kweli wa Mungu na ya wale wanaojishughulisha na mambo ya kidunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kadri dunia inavyoingia katika giza la upotovu wa kimaadili, ndivyo kunavyokuwa utofauti juu ya watu wa Mungu na wale waliojikita na dunia. Giza linapozidi, watu wa Mungu watazidi kung'aa. Ina maana ya kwamba watu katika hali ya uharibifu wa kimaadili, watu watazidi kututazama na kuona mng'ao kwetu. Sijui kama mimi watu wanatazama namna hiyo katika giza tulilo nalo leo. Sijui kama watu wanakuona. Uwe ni wito wako, maisha yako, pale nyumbani, mahali pako pa kazi, mahali popote uendapo, ugenini, ukiwa mwenyeji, uwe nuru na mng'ao. Maisha yako yaeleze ushuhuda wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana atubariki.